Hiyo ndio hali tulionayo, kwamba unakuwa na watu ambao wana haki kabisa ya kikatiba ya kushiriki maandamano au kutoa maoni yao. Mwisho wa siku unaamua kuigeuza kwamba sasa sio haki tena, bali ni jinai, umetenda matendo ya nini, ya ugaidi. Sasa hii kwa kweli inafanya kwamba mtu aanze kusema kwamba sasa, je, nchi yetu inaamini katika utawala wa sheria? Na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inamtaka kwamba kwanza licha kuanzisha ofisi yake inataka kwamba afanye kazi zake mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa ibara ndogo ya pili yaweza kutekelezwa na yeye mwenyewe au kwa maelekezo yake na maafisa walioko chini yake au wengineo wanaotekeleza kazi hizo kwa maelekezo yake. Katika 4 sasa, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yeyote, na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na C, maslahi ya umma. Sasa katika hali kama hii hapa, zote hizi kesi unakuta kwamba zina vibali vya mkurugenzi wa taifa wa mashtaka. Sasa ni kweli kwamba tumefika hapa kweli kwamba hizi kesi ambazo mtu anatekeleza tu haki yake ya kikatiba inageuzwa inakuwa ni jinai? Tunaitakia mema nchi yetu? Tunaheshimu utawala wa sheria? Haya ni masuala ambayo kama Watanzania lazima tujiulize. Je, mtu kutoa maoni yake au kukutana na wenzake imegeuka kuwa ni tendo la ugaidi? Chadema haiungi mkono ugaidi kwa namna yote, na Chadema inaamini katika matumizi ya njia za amani za kufikisha ujumbe wake, na ndivyo ambavyo katiba hii inavyosema, ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndivyo sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 19 kinavyosema, na sisi tunakiamini moja kwa moja. Lakini unapogeuza shughuli halali ambayo katiba inaruhusu ukaita jinai, kwa hakika unakuwa watendei haki ya Tanzania. Sasa kama mawakili tumekaa chini na kufikiria cha kufanya, tutakuwa na majibu sahihi na hatua sahihi za kisheria dhidi ya vitu kama hivi. Hatuwezi tukawaacha watu wakateseka, wakafunguliwa kesi za jinai, watu wakasota mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, wakiwa wanapambana na kesi za namna hii. Alafu tunasema tuache tu mkondo wa sheria tuache sheria ichukue mkondo wake. Si haki. Kama unafungua mashtaka ambayo yanaonekana kwamba yana chuki au yana lengo la kukomoa, kama chama na sisi kama mawakili ambao ni watumishi wa mahakama, lazima hatua stahiki zichukuliwe. Hatuwezi tukaacha hivi. Tumevumilia sana. Mwenyekiti amefunguliwa kesi, ametumia kila aina ya mbinu za kisheria za mahakamani, kwamba kesi imekuja, pambana nayo mahakamani hivyo hivyo. Sawa. Lakini kuna haja ya kuangalia ukatiba wa vitu hivi. Kuna haja ya kuangalia ukatiba wa vitu hivi, ili mahakama yetu na yenyewe iingie kwenye record kwamba katika wakati kama huu ilichukua hatua gani au ilitoa tafsiri gani kuhusiana na mambo haya ambayo kwa kweli tunaona kwamba si sawa sawa. Kama nilivyosema, Chadema katu kama haitaunga mkono matumizi ya nguvu, haitaunga mkono matumizi ya kuharibu mali za watu, lakini katu kamwe haitakubali kuona kile ambacho ni haki ya msingi ya Mtanzania ambayo katiba inaitambua. Agano la kimataifa la haki za kiraia na za kibinadamu linasema, ICCPR inatamka, na Tanzania tumeridhia na kuwa sehemu ya hiyo tamko. Kwa mfano, katika ibara, kama mkitaka kuangalia ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema, ibara ya 9 inavyosema hivi: lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano
na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar au wa chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za ujamaa na kutegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kuwa kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za Tangazo la Dunia kuhusu haki za binadamu. Katiba yetu inalitambua na imelipokea tamko la dunia kuhusu haki za nini? Za binadamu la mwaka 1948. Haki ya kufanya siasa inatambuliwa na tamko hilo. Katiba yetu maana yake imelichukua na kulibeba ile tamko zima la mwaka 1948 kuwa sehemu ya katiba hii. Sasa kama unageuza, unataka unaamua kuiviza na kuiteketeza hiyo katiba hizo haki, utendi sawa. Ibara ya 7 ya katiba inaposema, nadhani tusaidiane. Bila ya kujali, ibara 7 ibara ndogo ya kwanza inasema hivi: bila ya kujali masharti ya ibara ndogo ya pili, serikali, vyombo vyake vyote na watu wote au mamlaka yoyote yenye kutekeleza madaraka ya utawala, madaraka ya kutunga sheria au madaraka ya utoaji haki watakuwa na jukumu na wajibu wa kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote ya sehemu hii ya sura hii ya katiba. Ni kwamba hii ibara ya sehemu ya pili ya katiba inatakiwa kuheshimiwa na kufuatwa na watu wote serikalini, ikiwemo nini? Tamko la kimataifa la haki za nini? Za binadamu la mwaka 1948, na ikiwa ile vile vile ibara ya 8 ambayo inasema kwamba chanzo chote cha madaraka kinatoka nani? Kinatoka kwa wananchi. Hasa tumelazimika kuja hapa kuwaita nyinyi ndugu waandishi wa habari, ili kwamba tuweze kusema kwamba haya ambayo yametokea na yanaendelea kutokea, kwa sababu tunaambiwa kuna wengine hawa 61 ambao wamefunguliwa kesi sawa, lakini kuna wengine ambao mpaka wafike 133. Maana tunazungumzia watu zaidi pengine ya watu kama 70 naye hawajafanya nini, hawajapelekwa mahakamani. Watu hawa wana haki ya kupelekwa mahakamani. Wengi wa hao ambao wameshikwa wamekaa ndani zaidi ya siku 20. Watu hawajua watu hao wapi. Wengi tunaambiwa wamepigwa, wamenyanyaswa, wamelazimishwa kusaini vitu. Ni mambo ambayo tutaweza kuyafichua hadharani baadaye kama kesi zitakapokuwa zinaendelea. Lakini kama katiba yetu inasema kwamba tuheshimu utu wa mtu, tusitweze utu wa watu, kama katika kesi hizi, kwa nini unakaa na mtu zaidi ya saa 24 hujampeleka mahakamani? Unaficha watu wasijue huyu mtu yuko wapi, na unataka tuamini kwamba eti mlikuwa mnamhoji vipi? Maana yake watu wanateswa, mwisho wa siku wanasainishwa vitu. Ni mambo ambayo hatutaweza kuyakubali, lakini itabidi mahakama iweze kuyapokea na kuweza kupata ukweli huu. Ubaya wa wenzetu ambao tunauona, hawaoni aibu kuanika mabaya yao hadharani. Tumeona kwenye kesi ya Lissu yanaendelea kuanikwa. Tumeona ile tukio kina Agatha Atuaire watu wanaendelea kuanika tu, wakati pia msemo wa kusarula. Sasa haya ni mambo ambayo ni hatari sana. Tukiendelea kuruhusu yakaendelea kutokea, tusiyasemee. Kwa hiyo kama chama tumesema kwamba inabidi tuchukue hatua za msingi. Tutatuma mawakili wetu kwenda sehemu zote hizo kwenda kuwatetea Watanzania wanachama wa Chadema na hata Watanzania ambao wamekumbwa na kadhia hii. Sasa angalia hata kesi ya yule mwalimu wa chuo kikuu cha Dodoma, yule Kaijaji. Hivi unaweza ukasemaje, ukaharamishaje mihadhara ya kitaaluma ukaita ni jinai, ukaita ni ugaidi? Walimu wanatakiwa kuzungumza masuala yote ya kitaaluma, hata hoja ambazo wengine hawatakiwi kuzungumza. Mwalimu anatakiwa aseme kwamba kuna msomi fulani alisema 1 2 3, msomi mwingine kuna mawazo falsafa nyingine nasema hivi. Zote hizo unaweka mawazo hadharani, mwisho wa siku wanafunzi wafanye nini? Au wale ambao wanasikiza mdahalo waweze kuchukua. Sasa ukianza kuharamisha maoni au mihadhara ya wanazuoni, uwatendei haki wa vijana wetu,
uitendee haki nchi yetu, kwa sababu nataka kuwa na watu maamuma, mbumbumu, msumbua reli, ndio ambao waweze kuhitimu katika vyuo vyetu. Tuitendee haki nchi yetu. Katika masuala ya kitaaluma, mawazo yote ni ruhusa. Mawazo yote yanawekwa mezani. Ni jukumu la vijana wanafunzi kuweza Emmanuel Anthony Wambura, Adamu Robert Idi, Damas Bebwa Sadok, Petro Matias Mabula, Abdul Rahman Kagwidi, David Mashaka Maendeka, Filipo Mayingu Masatu, Edward Peter Mbikindo, Emmanuel Joseph Doto. Hawa 12 wanashtakiwa kwamba walitaka kuharibu mali, walishiriki katika mikutano kwa malengo tena matendo ya kigaidi na kuharibu na kutaka kuchoma mali za watu binafsi na za serikali. Hiyo tarehe 7 mwezi wa 7. Haya, mwingine huko tena Iringa, au anaitwa Akudi Aknai Korai, Abdi Daudi Mwaisoba, Ambi Daudi Mwaisoba, Raimu Hussein, Elman Beatu Sambara wameshtakiwa na kesi ya kiuchumi namba 16453 ya mwaka 26 huko Iringa, na wao kwamba wanashtakiwa kwamba walikuwa wanataka kutumia vilipuzi na kuweza kuwashambulia dhidi ya maafisa wa polisi, na kwa maana hiyo na kutaka kuutisha umma. Tunayo kesi nyingine Shinyanga, hii inamhusu na hii ni kesi namba ya kiuchumi namba 16506 2026, na mwisho Goldwyn Laurent, Hamisi Omari Ngunila, Johnson Paulo Michael, Joseph Isaac Ongoro, Mwebi Charles Yoyo. Hao wote wanaambiwa kwamba walitaka katika maeneo huko Shinyanga kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 katika maeneo mbali ya Shinyanga walikula njama ya kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa pamoja na kuwa na maandamano haramu. Kwa hiyo wakitaka kutishia usalama wa nchi yetu. Vile vile hawa tena Edwin Ongito, hiyo ni kesi hawa 16504, Ongito Jabari Abdul Sharifu, Sengiyumba Sadiki, Boniface Queen Kasuruba, Hussein Marijani Hamidu, Mohamed Shabani Kimani, Mwenye Salomu Kuliengana, Omari Ali Nganinga, Maulidi Ramadhani. Hao wanasema kwamba kuanzia kati ya tarehe 26 Juni mwaka 2026 hadi tarehe 7 Julai katika maeneo mbalimbali kule Shinyanga walikuwa na lengo, walikula njama za kutaka kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa ni nini? Ugaidi wao ni nini? Maandamano haramu. Kaenda kule Mwanza kuna kesi ya kiuchumi namba 16375 dhidi ya Deus Elias Masalago, Mohamed Saidi Tosha, Fabian Bernard Nguvumali, Samuel Kayange Mtani, Samuel Ngaji Kobel, Julius Mwita Makonga, Fanuel John Rutana, Filipo Juma Kulwa, Filipo Ntembeji Shipuruko, Hamisi Masanja Mnyimvua. Hawa wanaambiwa kwamba wataka kutenda matendo ya nini? Ya kigaidi huko Mwanza katika eneo katika kuanzia tarehe 4 kati ya tarehe 4 na tarehe 7 katika sehemu ya Nyamagana. Walikutaka kushiriki mikutano wakijua kama mikutano hiyo ina lengo la kufanya nini? Mambo ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na nini? Na kuchoma moto mali za watu binafsi na za serikali. Sasa na ya mwisho hii hapa ilikuwa inahusu Jackson Venant Kabiesereza. Hii ni kule Shinyanga, ni kesi namba 16503 ya mwaka 2026, kesi ya kiuchumi ambayo sema kwamba huko Shinyanga kati ya tarehe 15 Juni na tarehe 2 mwezi wa 7 wao walikula njama za kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na kufanya nini? Kuwachochea wananchi kufanya matendo haramu ya kuandamana. Sasa